Rais wa Marekani Donald Trump amekanusha kwamba Marekani ilihusika na shambulio lililopiga shule nchini Iran na kuua watu 175, wengi wao wakiwa ni watoto wadogo, akidai badala yake kuwa kombora la Irani lililokuwa lina hitilafu ndilo lililosababisha tukio hilo. Kauli zake zinapingana na uchunguzi uliofanywa na mashirika ya habari ya Associated Press, CNN, The New York Times na The Washington Post, ambao ulihitimisha kwa kutumia picha za satellite na ushahidi mwingine wa kuona kwamba huenda Marekani ndiyo iliyoharibu shule ya msingi ya wasichana katika mji wa kusini wa Irani wa Minab wakati wa mashambulizi ya Februari 28 dhidi ya maeneo ya Islamic Revolutionary Guard Corps. Alipoulizwa Jumamosi kama Marekani ilikuwa na jukumu la shambulio hilo, Trump alisema, na hapa namnukuu, "Kwa maoni yangu, kutokana na kile nilichokiona, hilo lilifanywa na Iran." Mwandishi wa habari kisha alimuuliza waziri wa vita wa Marekani Pete Hegseth, "Je, ni kweli kwamba Iran ndio ilifanya hivyo?" Hegseth alijibu, na hapa namnukuu, "Tunachunguza," akiongeza kuwa upande pekee unaolenga raia ni Iran. Trump aliingilia kati na kusema kuwa, na hapa namnukuu, "Tunaamini ilifanywa na Irani kwa sababu kama unavyojua, silaha zao si sahihi kabisa, hazina usahihi wowote." Siku ya Alhamisi, Reuters ilinukuu maofisa wawili wa Marekani wakisema wachunguzi wa kijeshi wa Marekani wanaamini kuwa huenda majeshi ya Marekani ndiyo yanayowajibika kwa shambulio hilo la shule huko Minab. Hata hivyo, chombo hicho kilisema hakuna hitimisho la mwisho lililofikiwa kwa sababu uchunguzi bado unaendelea. Uharibifu wa shule hiyo bado ni shambulio baya zaidi lililoua watu wengi katika vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani vilivyoanza Februari 28. Umoja wa Mataifa ulilani shambulio hilo ukisema kuwa ni shambulio kubwa dhidi ya watoto, elimu na mustakabali wa jamii nzima, ukisisitiza kuwa raia kamwe hapaswi kuchukuliwa kama hasara za pembeni za vita. Wakati hayo yakitokea, kwa upande mwingine, Rais wa Marekani Donald Trump pia ametoa tamko jipya la vitisho dhidi ya Iran saa chache tu baada ya Rais wa Iran Masoud Pezeshkian kuomba msamaha kwa mashambulizi ya awali dhidi ya nchi za Ghuba. Katika chapisho kwenye jukwaa lake la Truth Social Jumamosi, Trump alidai kwamba Irani itapigwa vibaya sana leo. Trump alidai kwamba Tehran iliomba msamaha na kujisalimisha kwa majirani zake wa Mashariki ya Kati kwa sababu ya mashambulizi makali yasiyokoma ya Marekani na Israeli. Idadi ya vifo kutokana na mabomu ya Marekani na Israeli nchini Irani sasa imefikia angalau watu 1332 kulingana na mamlaka za nchi hiyo. Kati ya waliouawa, angalau watoto 168 walikuwa wanafunzi wa shule ya wasichana ya Minab. Katika ujumbe wa video uliotolewa mapema Jumamosi, Pezeshkian alisema baraza la uongozi wa muda la Irani limeidhinisha kusitisha mashambulizi dhidi ya nchi jirani isipokuwa kama shambulio dhidi ya Irani litaanzia huko. "Hatuwezi kuvamia nchi jirani. Kama nilivyosema mara nyingi, wao ni ndugu zetu," Pezeshkian alisisitiza. Hotuba yake ilifuatwa na taarifa kutoka Islamic Revolutionary Guard Corps iliyoonya kwamba vituo vyote vya kijeshi na maslahi ya Marekani na Israeli vitachukuliwa kuwa malengo ya kwanza ikiwa mashambulizi dhidi ya Iran yataendelea. Pezeshkian hapo awali alisema Irani haitasalimu amri kamwe baada ya Trump kudai usalimishaji bila masharti. Vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli sasa vinaingia wiki ya pili bila dalili ya kupungua. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.